Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumapili ya tarehe 4 mwezi wa pili 2024, juma la 5 la kipindi cha kawaida cha mwaka B, mwaka wa kanisa. Leo mama kanisa anaadhimisha Dominika ya 5 ya mwaka B, mwaka wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza ni somo la kitabu cha Ayubu, sura ya 7 aya ya 1 hadi ya 4 na aya ya 6 hadi ya 7. Somo la pili ni somo la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 9 aya ya 16 hadi ya 19 na aya ya 22 hadi ya 23. Na somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko, sura ya 1 aya 29 hadi aya ya 39. Na sasa tusikilize Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Yesu na wafuasi wake walipotoka katika sinagogi, walifika nyumbani kwa Simoni na Andrea pamoja na Yakobo na Yohane. Naye mkwewe Simoni, mamaye mkewe, alikuwa kitandani hawezi oma, na mara wakamwambia habari zake. Akamkaribia, akamuinua kwa kumshika mkono, homa ikamwacha, akawatumikia. Hata kulipokuwa jioni na jua limekwisha kuchwa, walikuwa wakimletea wote waliokuwa wawezi na wenye pepo, na mji wote ulikuwa umekusanyika mlangoni. Akaponya wengi waliokuwa na maradhi mbalimbali, akatoa pepo wengi, wala hakuacha pepo kunena, kwa sababu walimjua. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Simoni na wenziwe wakamfuata, nao walipomwona wakamwambia, watu wote wanakutafuta. Akawaambia, twendeni mahali pengine mpaka vijiji vilivyo karibu, nipate kuhubiri huko nako, maana kwa hiyo nalitokea. Akaenda akihubiri katika masinagogi yao katika nchi yote ya Galilaya na kutoa pepo. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, mama kanisa leo anatuasa kuendelea kumtumainia Mungu katika taabu, magonjwa na magumu tunayopitia. Somo la Injili linadhihirisha wazi jinsi Mungu anavyowatendea wema watu wake. Tunaona wazi Yesu Kristo kwa kuwaponya wagonjwa mbalimbali anavunja utawala wa Shetani na kusimamisha ufalme wa Mungu. Hivyo anaonyesha wafuasi wake ni kwa namna gani ya kudhihirisha ufuasi wao kwake, hasa katika kujibu mahitaji ya watu. Katika somo la Injili tunajifunza namna nzuri ya kuishi Ukristo wetu vizuri. Ukristo ni maisha yanayomfunua Kristo kwa wengine duniani hapa. Maisha haya ya Kristo ndani yetu tunayaishi kwa neema ya Mungu na sio kwa nguvu, akili au jitihada zetu wenyewe. Ni kwa neema ya Mungu. Hivyo aliyemfuasi wa Kristo anapaswa kuwa tayari kumdhihirisha Yesu katika mlolongo mzima wa maisha yake. Mfuasi wa kweli wa Yesu anapaswa kuwa tayari kutumikia na kuhudumia, kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine, hasa walio na kiu ya neno la Mungu na walio wahitaji, maskini, wagonjwa, bila kujali rangi zao, utaifa wao na utamaduni wao. Ukristo ni maisha ya utumishi yanayolenga kuwagusa wanadamu katika hali mbalimbali. Katika somo la pili tunamuona Paulo alivyoyatoa maisha yake kwa watu wote bila ubaguzi. Mkristo wa kweli habagui watu, anahudumia na kuwapenda watu wote bila kujali ukabila, utaifa, ukanda, undugu, na hata uwafikia wale wanaoonekana machoni pa wengi ni wadhambi. Ndugu zangu katika Kristo, Mwinjili Marko anatuambia leo, baada ya Yesu kutenda na kufundisha habari za ufalme wa Mungu siku ya Sabato, alitoka katika sinagogi, yeye pamoja na wafuasi wake Yakobo na Yohane.
wanakwenda nyumbani kwa Simoni na Andrea. Tendo kubwa Yesu analofanya katika familia yao ni kumponya mkwe wa Simoni. Yesu mara moja baada ya ibada hekaluni anajibu hitaji la mwanadamu. Ukristo ni kujibu mahitaji ya watu, ni kuwa tayari kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine. Wapendwa taifa la Mungu, muujiza huu pia unatupa ujumbe muhimu sana kuhusu huyu mama mkwe wa Petro. Baada ya kuponywa, anaanza mara moja kutumikia. Alitambua kwamba aliponywa, alirudishiwa afya yake ili aweze kutumikia wengine. Mungu anatujalia zawadi na vipaji vingi katika maisha yetu ili tuvitumie kwa ajili ya wengine. Hapa twaweza kujiuliza, ni kwa namna gani mimi Mkristo ninatumia afya yangu nzuri, fedha na vipaji mbalimbali nilivyojaliwa na Mungu bure kwa ajili ya manufaa ya wengine? Namna nzuri ya kumrudishia Mungu shukrani ni kuwa tayari daima kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine. Hii ndiyo maana halisi ya kuishi Ukristo wako kwa matendo. Ndugu zangu katika Kristo, muujiza huu pia unatuambia kitu muhimu hasa kuhusu wanafunzi wake Yesu. Matatizo yao yanatatuliwa na Yesu kwa sababu walimkaribisha Yesu katika familia yao. Shida, matatizo magumu na mahangaiko yetu ya maisha yatapata suluhisho la kweli ikiwa tutakubali kumkaribisha Yesu katika maisha yetu, katika familia zetu, jumuiya zetu na zaidi kabisa katika mioyo yetu. Matatizo ya ndoa yako, ugonjwa wako, uregevu wako, katika sala jumuiyani na kanisani utapata ufumbuzi ikiwa tu utakubali kumkaribisha Yesu katika maisha yako. Yesu ni jibu la matatizo na magumu ya maisha yako. Tunamkaribisha Yesu kwa namna mbalimbali, kwa kusali pamoja hasa katika familia zetu, kusoma neno la Mungu, kupokea sakramenti hasa ya kitubio na ekaristi takatifu, na bila kusahau kuwapenda na kuwahudumia wenzetu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 25 aya 35 hadi ya 40. Ndugu zangu katika Kristo, katika Injili ya leo tunaona ni mara 3 Yesu anaponya watu na kutuliza kiu yao. Katika sinagogi, nyumbani kwa rafiki yake Petro na Andrea, na sasa tunaona Yesu anaponya watu katika miji na vijiji. Upendo wake unatolewa kwa kila aliyehitaji. Yesu anakuwa katika hali zote kwa watu wote, ili kwa njia zote apate kuwaokoa watu wote. Injili inaweka wazi kwamba walikuwa wakimletea wote waliokuwa hawawezi na wenye pepo. Leo tunaalikwa kuwapeleka watu wenye shida mbalimbali kwa Yesu. Tunaweza kufanya hivyo kwa kuwashauri, kuwatendea mema na kuwaombea bila kuchoka. Tunaalikwa kumtambulisha na kumwenzi Kristo Yesu aliye sadaka ya wokovu wetu. Na wakati huo huo tufanyapo hivyo, sisi hatui tu wa Kristo, bali tunakuwa nasi sadaka kwa ajili ya wokovu wa wengine. Katika somo la pili, Paulo aliye kielelezo bora cha ufuasi kwa Yesu anatenda mema kwa watu wote. Anasema, nalijifanya mtumwa wa wote ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. Wapendwa taifa la Mungu, katika Injili tunaweza kujifunza angalizo fulani katika maisha yetu, hasa katika ulimwengu wa leo. Angalizo hilo ni huenda watu walimtafuta Yesu kwa sababu tu za kukidhi mahitaji yao ya mwili, na pengine sio kusikia habari njema za ufalme wa Mungu. Inawezekana katika ulimwengu wa leo wapo wanaomtafuta Yesu ili wapate utajiri na maisha mazuri hapa duniani, au ili awaponye magonjwa yao ya kimwili tu. Hapa waweza kujiuliza, je, namtafuta Mungu katika nyakati za shida tu au hata za furaha? Tukumbuke kwamba Mungu sio mtu wa kupendwa na kutumikiwa wakati wa shida na matatizo tu, bali tunapaswa kumpenda Mungu na kumtumikia muda wote wa maisha yetu hapa duniani. Katika somo la kwanza, Ayubu anakuwa mfano mzuri kwa wale wote wanaoteseka kwa namna mbalimbali hapa duniani. Kama Wakristo, yatupasa tuvumilie mateso kama matayarisho ya tuzo la mbinguni. Wakati mwingine, shida na matatizo yanawafanya baadhi ya Wakristo wetu wa Katoliki kukosa imani thabiti na kutafuta injili za mafanikio
uponyaji wa mwili na kusahau uponyaji wa roho, na kiu ya kutafuta uzima wa milele ambao kila mmoja wetu anapaswa kutamani na kuufikia. Ndugu zangu katika Kristo, tutaweza kuhitimisha kwa kujifunza mambo mawili ambayo Yesu Kristo ameyadhihirisha wazi katika Injili ya leo. La kwanza, Yesu hakutenganisha maneno na matendo. Ikiwa alifundisha kusali, yeye alionyesha mfano jinsi ya kusali kama tulivyosikia katika Injili, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu akaomba huko. Ikiwa alifundisha upendo, yeye alionyesha jinsi ya kupenda hata kutoa uhai wake kwa ajili yetu. Sala ya kweli haifungii watu milango ya upendo. Tunasali, tunajiweka sawa na Mungu, tunapata nguvu mpya ili tutumikie vizuri watu wa Mungu. La pili, Yesu hakutenganisha roho na mwili. Yesu anajali binadamu katika mahitaji yake ya kiroho na kimwili. Hivyo tunapowatumikia na kuwahudumia wengine katika mahitaji yao ya kimwili, tusisahau pia kuhudumia roho zao. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frate Edwin Peter Seria kutoka Jimbo Katoliki la Moshi, inayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.